taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Cholo uko poa? Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Uzima upo lakini? Uzima upo. Nianzie kushoto kulia. Wewe popote unapotaka kuanzia wewe anza. Tumii kama gari ya mkoloni vile popote pale na kanyaga. Bwana, umewasikia wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kwenye dirisha la usajili hawataki masiara kabisa msimu huu. Kweli kama hawataki masiara sisi tutawaona. Ila Yanga inaenda kusajili. Ila sisi tunawajulisha Yanga inaenda kusajili. Kama kuna timu ina mchezaji amesaini miezi 6, ujue watu wanapita naye. Kama kuna timu imesajili mchezaji miezi 6, basi ujue watu wanapita naye. Hapo namzungumzia nani? Ziko taarifa zinaonekana kwamba Eli Mpanzu Kibisawala tayari ameshapiga picha na uongozi wa klabu ya Young Africans, lakini sio kupiga picha. Inasemekana huyu bwana tayari mpaka kandarasi alisha sign. Ama ukitaka nikuoneshe mimi nakuonesha tu. Picha ziko bwana. Wahenga huwa hawakosi la kusema bwana. Picha ya hii hapa bwana. Ndugu yangu umeiona? Edit hiyo. Hii umeiona? Edit inajulikana, hii umeiona? Hiyo edit. Wewe unataka kuambia watu ukweli. Nakuambia tena hiyo edit. Sisi tunakuambia kama Yanga Afrika. Kama Yanga Afrika. Kama mchezaji wako alisaini miezi 6, basi ujue Yanga wanapita naye. Na huyu Eli Mpanzu ambaye amepiga picha na kiongozi. Eli Mpanzu mimi siku zote nakwambia akili yake po Yanga, mwili upo Simba. Kama anahitajika kwenda Yanga muda utaongea. Kama hitajiki ataendelea kubaki. Ila Yanga kuna mtu amepita naye. Pale. Sijakwambia pale, nimewaambia katika timu hizi Simba, Yanga, Azam kuna mchezaji mmoja akasaini miezi 6. Yanga wamepita sana, wakati na muda utaambiwa. Dirisha hili dogo. Nimekuambia dirisha hili dogo kapita kasaini miezi 6. Mchezaji anaojua uwezo kumsainisha miezi 6 ndugu yangu. Lazima watu wa Tanzania au nje. Winga. Ya nje ya ndani. Nimekuambia winga. Sikwambii nje au ndani, ile nimekuambia winga. Watu washapita naye na gari yetu wanatembelea. Nishaipata record. Ndio huyo nilikuonesha. Nakwambia sio yeye. Huyu wakati ukifika nitakwambia shehe wangu. Ndio huyo. Hamna, sio yeye. Shehe wangu mimi kuna lingine. Kwa sababu mimi nikinikaa kitu looni hata kama nikiongea naona kama anachelewa kufika. Mimi nipo kwa masaa 72. Kamati. Hii kamati ya masaa 72 mimi tayari nishaanza kuitilia mashaka kwa mimi. Ndio ile issue ya soa. Kwa mimi nimeanza kuitilia mashaka kwa sababu sisi watu wa Yanga tumecheza mechi yetu Mbeya. Sawa, kabla hatujafika Dar es Salaam Ibrahim Baka alishaadhibiwa. Ameshakula chuma, kapigwa nyundo 5 sawa na milioni 1. Je, tuulizane mechi ya Azam na Simba mpaka leo bado haijaisha? Au haya masaa 72 bado? Hau anatuonesha masaa 72 ile adhabu ilikuwa Ibrahim Baka tu kusudi asiwahi dabi. Hapa kidogo anatutia mashaka. Kuna walakini mpaka leo watu wamefanya madhambi yale sio alitaka kuua. Alitaka kuua. Kama Imidimao angegeuka hivi kile kipepsi kingemfika hapa maana angeua. Je, haya masaa 72 wameona hawajaona? Mbona mpaka leo hapo kimya? Mbona watu elewi? Faisal kapigwa mateke. Hakuna mtu asiyoona. Je, haya masaa 72 yapo kwa ajili ya Yanga tu? Mpaka leo yapo kimya. Sasa sisi tunauliza maswali haya. Faisal nao pia mnaitaka hukumu itoke. Sikapigwa mateke ya kawaida. Mtu anapigwa mateke kwenye makalio. Unasema ya kawaida? Si unataka atoe adhabu na atoe haraka sana kama walivyompa Ibrahim Baka. Hivi wanavyoenda wanaanza kututia mashaka. Wanaanza kututia mashaka. Haiwezekani mpaka leo mtu adhabu hajapewa. Kwa sababu gani? Jonathan Soa. Sisi mchezea dakika za mwisho Imidimao mkame. Sisi tuliwaambia mchezaji ukimwona Yanga akamkataa huyo bondia. Soa wa Singida sio Soa wa Simba. Soa wa Singida alikuwa anacheza mpira, Soa wa Simba bondia. Kuna vitu viwili hapa kati ya Soa wa Simba na Soa. Au anataka kwenda Yanga Afrika. Yanga hawezi kumchukua mchezaji kama yule. Yanga hawezi kumchukua. Yanga na wachezaji wake na tayari wanajulikana. Shehe wangu, si tunaenda kusajili wachezaji hao 4.
wanne, ila wawili wapo ndani, wawili wapo ndani, Mtanzania mmoja, mgeni mmoja. Hawa walikopo ndani, Mtanzania mmoja, mgeni mmoja. Shehe wangu, nakurudia tena, kila siku nakwambia, sio hatujaiba. Sasa unakaje na mchezaji ana mkataba miezi 6? Shehe wangu, ukikaa na mchezaji ana mkataba miezi 6, shehe wangu, basi ujue muda wote watu wenye hela wanapita naye. Shehe wangu, sasa hivi wewe ukisema Simba wanajiandaa kwenda kufanya usajili, kwanza wameelewana na bwana mdogo yuko mjini hapa muda wote na saa yote anamaliza kandarasi na Luis Jose Miquissone. Mimi sina haja ya kuficha. Kumbe wanarudia wale. Mimi sina haja ya kuficha. Miquissone yule. Namba zinaongea kule Udison. Sawa, ana kaja, kaondoka, kaja, kaondoka, anakuja tena. Anarudi. Yanga falsafa hiyo hakuna. Yanga falsafa hiyo hakuna. Nani alikuja tusikisinda akaondoka akarudi tena. Afa akaondoka. Baada ya Kisinda nani mwingine? Simba aliondoka, Chama alirudi, kaondoka Miquissone, karudi na anarudi tena. Si falsafa hiyo, tushaondoka shehe wangu. Sisi tunaenda kusajili watu wengine. Na ndani mwao wapo wachezaji tunaenda kusajili sisi, na wao kwao wapo. Si hatufichagi. Engineer Hersi kasafiri kaenda Madina. Engineer Hersi anapoenda Madina, kuna mchezaji baadhi kasafiri naye kaenda kula dodo, naye kaenda kula dodo, sio ushelewa. Kwa hiyo si hatuna mashaka nao, sisi tunasubiri. Sisi tunawaambia mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga Afrika wasubiri kula dodo, kula dodo. Hani wachezaji tunaenda kusajili quality kubwa, sio quality ya kawaida, shehe wangu. Kwa hiyo sisi hatuna mashaka na wachezaji wataenda kusajiliwa. Kwa hiyo sisi tunawaomba mashabiki na Yanga, kwa sababu Simba wenzetu washazoea kufungwa. Simba kama wakifungwa goli moja walali. Simba akitaka kupata usingizi vizuri mpaka afungwe goli 2. Ndio analala. Sasa hivi ndio inakuwa kama sehemu tena, kilo akipita hawasikii bila kupewa utamu. Alijisikiaje baada ya Hashim alikuwa anazungumza na kusema kwamba wamepewa, kuna radha fulani ambao wameipata kutoka kwa Simba Sports Club, utamu wa kipekee? Hashim amezungumza wamepata utamu. Simba ndio mgawa utamu. Hani sasa hivi timu inaongoza Tanzania kugawa utamu Simba. Shehe wangu, mimi nitakwambia hii clip, wekeni kumbukumbu. Simba akishinda mechi 4 mfululizo, njoo nimchukue 20,000 kwangu. Simba akishinda mechi 4 mfululizo, njoo nimchukue 20,000 kwangu. Akishinda mechi 4. Wapi? Tangu ya kwanza ameanza. Sasa hivi nimekwambia mfululizo na Mungu. Subiri tele taratibu. Kamfunga na Mungu, kamfunga Fountain Gate. Kidogo alikuwa afadhali kabla uchizi hujaja, sasa hivi uchizi usharudi. Uchizi tena? Sasa hivi kasharudi, hawezi kupona. Shehe wangu, iwe mvua iwe jua, hawawezi viongozi kwa viongozi wanagombana. Haiwezi viongozi kwa viongozi wanagombana timu ikawa vizuri. Hawawezekani. Sisi tunawaomba siku tukikutana nao, labda waandike barua tupunguze goli. Siku tukikutana nao, labda waandike barua tupunguze magoli. Kama si chini hivyo, basi kama wakifanya masiao wanaweza kuchukua goli 8. Simba hii nakwambia, hii ya Luis Jose Miquissone inarudi. Ubaya wanaenda kukutana na quality ya wachezaji. Wamepeleka ofa Singida, wanamtaka Alidi Aucho. Nani? Itakuwa timu ya wazee. Simba Sports hiyo kaka. Sisi tunaomba watu wasajiliwe hapo tukutane nao. Aucho, unaambiwa Aucho ni impact kubwa Yanga hapo. Ya kwa Simba sio kwa Yanga. Aucho kwa Yanga alichofanya na kishafikia mwisho. Sasa hivi Aucho hana jipya la kwenda kulifanya ndani ya Yanga Afrika. Aucho sasa hivi hakuna jipya kwenda kulifanya ndani ya Yanga Afrika. Aucho hawezi kurudi. Aucho hawezi kurudi mwanangu. Kuna mtoto mmoja Mkenya, Duke Abuya, anatema kulia anafukia kushoto. Ndio karudi sasa. Hawezi kurudi Yanga, si aturudiagi matapishi shehe wangu. Hiyo Yanga ya zamani mtu kurudia. Si aturudii mchezaji. Shehe wangu, tunaenda kuchukua forward ambaye amecheza ligi ya Ureno. Tunaenda kuchukua forward ambaye anacheza ligi ya Ureno, sio alicheza, anacheza ligi ya Ureno. Ukiona timu ya taifa ya Angola kaangalia utamuona pale. Hela hiyo mnayo. Shehe wangu, si tunaongozwa na Mwarabu, si tuongozwa na Muhindi. Wale Simba Sports unajua hela ipo unajua.
Ipo anayo nani? Na wakati mpaka leo Muhindi kazima simu. Muhindi mpaka leo kazima simu, mara kasusa, Mangungu kumsikia anasema bilioni 6 imetolewa. Mimi Mangungu baada ya bilioni 6 angekimbia mkutano. Yaani awe na bilioni 6 angekimbia mkutano. Sisi tunaizungumzia quality ya Yanga Afrika. Sisi tunaizungumzia matumizi ya Yanga Afrika. Hakuna timu yenye matumizi nchi kama Yanga. Hakuna. Wewe angalia. Hakuna mashabiki wanaopendeza kama wa Yanga Afrika. Hauwezi ukapata mashabiki yao. Shehe wangu, shabiki wa Simba sasa hivi ukimwangalia kama kausha damu. Shabiki wa Simba ukimwangalia kama umeenda kuchukua mkopo wa kausha damu. Ukimwangalia sura yake imekuwa nyeupe. Damu hana shabiki wa Simba. Ndio mashabiki wa Simba ndio wanaishi kwa ajili hiyo. Kwa hiyo sisi tunaomba mashabiki wa Yanga Afrika asiokuwa na kadi akakate kadi.